tunaenda, na sisi ambao kwamba tumebaki, na sisi pia tutaenda. Aendelea na kusema aikantu anni la mahalata haithu sara alqaumu sairu, nikayakinisha kuwa mimi kule walipoenda wale wenzangu na mimi nitaenda kule kule. Ahibati fillah, ahbabi rasulillah, tupo katika ulimwengu ambao kwamba ni wakupita. Kama walipopita ndugu zetu, vipenzi vetu, na sisi tutapita kuelekea mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Swali la kujiuliza ndugu zangu wa Kiislamu, madha baada al-maut? Kuna nini baada ya kufa ndugu zangu wa Kiislamu? Umewahi ukakaa ukajiuliza baada ya kufa kuna nini? Ni wangapi ambao kwamba watakaa wajiulize baada ya kufa kuna nini ndugu zangu wa Kiislamu? Nimeandaa takriban mambo matano ambayo yatamfanya mwanadamu baada ya kufa kwake awe ni mwanadamu mwenye kuadhibiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyama. Ataadhibiwa huyu mwanadamu mpaka siku ya kiyama kwa mambo ambayo kwa mtizamo wetu tukiangalia ni mambo madogo. Wewe mwenyewe ukitajiwa utasema lakini haya ni madogo, lakini mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mambo makubwa ambayo sisi tumeyadharau, lakini tutaenda kuadhibiwa nayo mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila kutoilisha muda, jambo la kwanza ni mkojo. Utajiuliza mkojo una nini? Lakini zimekuja katika athari kuwa mwanadamu ataenda kuadhibiwa katika kaburi lake kule kutojisafisha na mikojo. Leo ni Waislamu wangapi wanaotembea katika mabarabara wanakojoa hali ya kuwa wamesimama? Inapofika muda wa swala, kwa bahati nzuri umekutana naye Muislamu mwenzako, unamwambia ndugu yangu ni wakati wa swala, twende tukaswali. Jibu atakalokuambia wewe mwenyewe walijua, atakwambia mimi siko vizuri. Wewe mwenyewe utajiuliza kwani yuko kwenye ada, yuko kwenye hedhi? Kwa lugha ya pili atakwambia mimi siko tahara. Wewe ni Muislamu mwanamume, muda wote wafaa uwe tahara. Kwa nini usiwe tahara wakati huo kuna kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kharaja al-Bazzar wal Hakim min hadith Ibn Abbas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه. Hakika ya wingi wa adhabu ya kaburi hutokamana na mikojo. Ile mikojo tunapokojoa tukasahau kujisafisha vizuri, tutambue tutaenda kuadhibiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la pili ambalo ataadhibiwa nalo mwanadamu katika kaburi lake tuambiwa ni an-namima. An-namima, kutongoleza. An-namima ni kuchukua mambo ya huku ukayapeleka huku, lengo lako ule urafiki ama ule uhusiano uweze kuharibika, watu waweze kuteta, wewe ukae pembeni uanze kufurahia. Ahibati fillah, ahbabi rasulillah, hili ni gonjwa ambalo kwamba lipo katika mjitamaa wetu. Leo ameolewa mwanamke, ametiwa katika nyumba, ameingizwa katika familia, kisha imekuwa yeye ni sababu ya kufanya ndugu waliokuwa wakisikilizana wametengana, wazazi waliokuwa wakipendana na watoto wao wamechukiana. Ndugu yangu Muislamu, an-namima tutaenda kuadhibiwa nayo mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakapoingizwa katika makaburi yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi kharaja ibn Adi min hadithi Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marra bi rajulin yu'adhabu fi qabrihi min namima. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema alipita katika kaburi. Alipopita katika kaburi akasikia bwana yuadhibiwa
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipewa haswais ambazo lao atasimama kwenye kaburi atajua huyo aliyokuwa hapo ndani anaadhibiwa kwa jambo gani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipopita katika kaburi kama hili akamsikia huyu bwana yuadhibiwa. Analoadhibiwa ni kwa jambo gani? Anaadhibiwa kwa jambo la kuchukua maneno ya huku na kuyapeleka huku kwa lengo watu waweze kuchukiana na urafiki uweze kukatika. Akaendelea katika hadithi kama hii akasema, warajulun yu'adhabu fi qabrihi min al-ghiba wa rajulun yu'adhabu fi qabrihi min al-bawl. Akapita katika kaburi lengine ambalo kwamba mtu anaadhibiwa kwa sababu ya ghiba, kusengenya, ambayo itakuwa ni jambo letu la tatu, na akapita kwa mtu ambaye kwamba yuadhibiwa kwa sababu ya mkono. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni mambo ambayo kwamba tukiangalia kwa haraka tuyaona ni mambo mapesi, lakini haya yatamfanya mwanadamu kwenda kupata adhabu ambayo kwamba ni kali mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa atakayeepuka katika kaburi, basi huyu kule mbele ataepuka katika vizingiti vyote ambavyo kwamba vitakuwa vimebakia. Mtu kama huyu atakuwa amefaulu. Lakini akifeli katika kaburi lake, mtu kama huyu atakuwa amefeli katika vizingiti vyote ambavyo kwamba vitakuwa baada yake. Ikiwa ni mtu wa kuokoka na adhabu ya kaburi, basi angelikuwa ni Saad bin Muadh. Saad bin Muadh alisilimu akiwa na miaka 30. Aliishi katika Uislamu miaka 6. Lakini wakati wa kufa kwake, Sayyidina Jibril alayhi salam alikuja kwa Sayyidina Muhammad na kumuuliza, ewe kipenzi cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni nani huyu aliyeifanya mbingu kufunguka? Ni nani aliyeifanya kutingisika arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamjibu Sayyidina Jibril, si mwingine huwa nani? Ni Saad bin Muadh. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipozijua habari kama hizi Muadh amefariki, basi akawaambia maswahaba wake, twendeni haraka mpaka kwa Saad bin Muadh, tukawahi kumuosha sisi wa kwanza kabla hajajiliwa na malaika. Wakaja wakamuosha namna alivyomuosha Handala. Wakaenda haraka sana mpaka maswahaba wakashangaa, mbona mtume leo yuenda haraka kiasi hichi? Walipofika, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya haraka kumuosha, wakaenda wakamzika. Walipomzika bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikawa yuwaambia maswahaba, lau kungelikuwa na mtu ambaye ana haki ya kuokoka na adhabu kama hii ya kaburi, angelikuwa ni Saad bin Muadh. Lakini kwa kuwa kaburi limeweza kumbana Saad, basi kila Muislamu ama kila mwanadamu kaburi litambana. Ndugu zangu wa Kiislamu, huyu ni Muadh, ni Saad bin Muadh. Arshi ya Allah yatetemeka. Kaifu mimi na wewe, madhambi tuliyopandamanisha mpaka mbinguni, tutarajia nini tutakapotiwa katika mwanadamu? Jambo la tatu ndugu zangu wa Kiislamu ni al-ghiba, kusengenya. Leo limekuwa ni jambo ambalo kwamba ni la kawaida kusengenya, wala hatuoni uzito wala hatuoni wasiwasi. Leo watu wasengenyana mpaka ndani ya misikiti, watu wasengenyana. Zamani tulikuwa tukisema tabia ya kusengenya ni ya wanawake, lakini sasa hii imekuwa tabia ya kusengenya ni ya wanaume na wanawake, wote tumeingia katika sehemu kama hii. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia,
Hujurat aya ya 12. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Huyu ni Mola Subhanahu wa Ta'ala anatueleza mahali shahida kutuambia wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, wala msisengenyane baadhi yenu kwa baadhi. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan, je, apenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake ambaye kwamba ni maiti? Hapana, hakika sote jambo kama hilo twalichukia. Lakini ndugu zangu wa Kiislamu, leo imekuwa kusengenya ni jambo ambalo kwamba ni nyepesi katika dini zetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutambue hii ni adhabu ambayo kwamba tutaenda kuadhibiwa nayo na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kaburi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa yuaenda katika Isra wal Mi'raj, alipita sehemu akamuona bwana amepasuliwa taya zake, mdomo umepasuka, anakula mawe ambayo kwamba ni ya moto, majivu ambayo kwamba ni ya moto, hali ya kuwa anajikwaruza uso wake. Mtume akamuuliza Sayyidina Muhammad, na huu ni mfano gani? Sayyidina Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu katika umma wako. Watu hawa kazi yao ni kusengenya, hawana kazi nyingine. Hawa ni kukaa na kuwasengenya wenzao. Basi hii ni adhabu ambayo kwamba watakuja kuipata watu kama huu watakapoingizwa katika kaburi. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la 4 kwa haraka, muda haupo na sisi, al-ghulul. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni nini maana ya al-ghulul? Al-ghulul ni kuficha ghanima. Watu wameenda katika vita, baada ya kushikwa vile vitu vilivyoshikwa, ikawa ni wakati wa kugawanywa vile vitu. Wewe kwa bahati nzuri ukapata kitu ambacho kwamba wenzako wote hawakukiona wala hawakujua kama wewe umepewa, na wewe ukazuia. Wakati wa kugawanyiwa ikawa wewe umeizuia na ukaganyiwa, na pengine ukapata ukaondoka. Kwa kile ulichokificha utaadhibiwa nacho katika kaburi. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa yuatoka katika vita vya Khaibar, wakafika katika sehemu yaitwa Wadi al-Qura, kulikuwa na kijakazi ajulikanaye kama Mid'am, alikuwa akimsafisha farasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwida akampocheza Mid'am akafariki. Maswahaba waliokuwa karibu wakaanza kusema, Mid'am fil janna, Mid'am huyu amekufa shahidi yuenda peponi. Mtume akawauliza, Mid'am ameuliwa lakini Mid'am haendi peponi, Mid'am yuko motoni ninavyomuona hivi sasa. Maswahaba wakashtuka, kwa yote aliyofanya Mid'am, ni kwa jambo gani lilimpeleka motoni Mid'am? Mtume akawaambia, wakati tulipokuwa tukizigawa zile ghanima tulizozipata, Mid'am kuna kitambara. Nini ameshika Mid'am? Kitambara alikizuia, hakuweza kukitoa kikagawanywa sawa sawa. Mid'am kwa kitambara kile anaadhibiwa. Mmoja pale miongoni mwa maswahaba akasema, ya Rasulullah, na mimi nilipata champali, nilipata viatu hivi hapa ya Rasulullah. Akamwambia, lau na wewe usingelivitoa ungeliadhibiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kaburi lako. Ahibati fillah, leo ni mara ngapi twaenda kwenye mambo yetu, akapewa mmoja, akaambiwa na wenzako wagaie, akazuia, watu wakatoka patupu. Tambua kile ulichokichukua kitaenda kuangamiza mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, ahbabi Rasulillah, ni mambo ambayo kwamba tukiyatizama twayaona ni mambo mapesi sana. Tukiangalia jambo la kukojoa na
tuliona ni jambo lepesi. Tukiangalia jambo la kuchukua maneno ya huku na kupeleka kule, tuliona ni lepesi. Tukiliangalia jambo la kusengenya, tuliona ni lepesi. Tukiliangalia jambo la kufanya ghulul, tuliona ni lepesi, ndugu zangu wa Kiislamu. Lakini tutaenda adhibiwa tutakapoingia katika makaburi yetu. Jambo la tano, ndugu yangu Muislamu, ni kula katika mchana wa Ramadhani amdan, kusudi. Wewe ukajua ni mwezi wa Ramadhani, kisha wewe ukawa ni mwenye kula kwa kusudi, kudai kuwa wewe huwezi kufunga. Haya yapo katika mujitamaa, ndugu zangu wa Kiislamu. Ramadhani iliyoisha, ni wangapi tulioona na wala haogopi, yuko mtaani yatembea, wala hana dhiki, bukheri wa 50, yatafuna na yuwala, wala hana wasiwasi. Ajue kuwa atakapoingizwa katika kaburi ataadhibiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akisikia kila ambaye kwamba yuadhibiwa katika kaburi lake, mpaka ikafikia na kusema katika hadithi yake, inna hadhihi al-umma tubtala fi quburihim falawla tadafanu lada'awtu Allah an yusmi'akum min adhabi al-qabri alladhi asma'u minhu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika ya umma ni wenye kuonja katika makaburi yao, lau sio kule kuzikana, basi ningelimuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala awasikilizishe zile adhabu ambazo kwamba watu wanazopatiwa pale katika kaburi. Ndugu zangu wa Kiislamu, hakika adhabu ya kaburi ni yenye kutisha na ni chungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo tumejisahau, leo tumeacha kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabarabara wangapi ambao kwamba wanatembea na kukojoa hadi ya kuwa ni wenye kusimama? Mabarabara wangapi ambao kwamba ni wenye kusengenyana? Ni watu wangapi ambao kwamba Ramadhani inaingia hatufungi? Ahibati fillah, ahbabi rasulillah, haya yote ni mambo ambayo kwamba twayafanya sisi Waislamu katika ulimwengu kama huu. Tutambue kuwa haya majanga yote yanayotufika ni kwa kule kumaasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tusiporudi nyuma na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazidi kutuangamiza ikiwa hatutoweza kumwogopa yeye ambaye kwamba ameuumba ulimwengu kama huu. Ahibati fillah, ahbabi rasulillah, mmoja kati ya maswahaba alipoingia Madina alikutana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama na kumwambia Bwana Mtume, wakati ilipokuwa naingia Madina ilikuwa ni wakati wa usiku, ikawa sina budi hema langu niliweke sehemu ambayo kwamba naweza kupumzika, ili itakapoingia alfajiri niweze kuingia Madina hali ya kuwa nipo salama. Lakini la kunistaajabisha, ya Rasulullah, nililiweka hema langu katika sehemu ambayo kwamba ni makaburini. Mwida nikasikia mtu anaisoma suratul Mulk, suratul Tabarak. Asema aliisoma huyu bwana mpaka ile sura ikakamilika, kisha kukatulia, ile sauti sikuisikia tena. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamjibu huyu bwana akamwambia, hiya almani'a, hiya almunji'a, hiya almunji'a tunji sahibaha min adhabi alqabri. Hakika hiyo sura aliyoisoma ni sura ambayo kwamba ni mwenye kumzuia, na ni sura ambayo kwamba ni mwenye kumwokoa, na ni sura ambayo kwamba itakuwa ni yenye kumwokoa na adhabu za kaburi. Ndugu zangu wa Kiislamu, mara ya mwisho kuisoma suratul Mulk ilikuwa lini? Mara ya mwisho kukana Al-Qur'anul Karim kusoma ilikuwa lini?
yule ambaye kwamba alikuwa akisoma kwa uchache ilikuwa ni Ramadhani iliyoisha. Ahibati fillah, ahbabi rasulillah, haya ndiyo mambo matano ambayo kwamba nilitaka tuwaeleze katika muda huu ambao kwamba ni mfupi, kwa kuwa ya kuelezwa ni mengi, lakini muda wetu umekoma. Ikiwa tuko katika tarehe 1 ya mwezi wa Dhulqaada, ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Aliposema Mola Subhanahu wa Ta'ala, inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Miezi minne ni mitukufu. Atakayefanya dhambi katika miezi hii 4 mitukufu, wa kwanza ambao tuko nao, tuanze nao Dhulqaada, Dhulhijja, alafu Muharram, alafu tuna Rajab. Ukitaka kuanza na Muharram, Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja, ahlan wa sahlan, lakini miezi minne mitukufu. Dhambi lake ni kubwa katika miezi hii mitukufu, na jema lake ni kubwa katika miezi hii mitukufu. Tushikamaneni na ibada, tuyaache madhambi ili tukutane na Mola Subhanahu wa Ta'ala tukiwa hali ya kuwa ni wema, tukaingie peponi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur rahim.